maajabu yake viwanjani yanatamanisha kumchimba Messi ili tuifahamu hadithi ya maisha yake. Lionel Andres Messi, ama maarufu kama Lionel Messi, amezaliwa Juni 24 mwaka 1987. Wazazi wake walikuwa ni mashabiki wakubwa wa mwanamuziki Lionel Richie, na ndio wakaamua kumuita mtoto wao jina la Lionel. Messi amezaliwa katika mji wa Rosario huko Argentina, mji ambao watoto wake wote hupenda kucheza soka. Vivyo hivyo ikawa kwa Messi pia. Kaka yake Lionel Messi aitwaye Rodrigo, naye alikuwa ni mchezaji wa mpira katika timu iitwayo Grandoli. Mara kadhaa Rodrigo akawa anambeba Messi na kwenda naye viwanjani wakati wa mazoezi. Kisha Messi hukaa pembeni akimtazama kaka yake anavyocheza soka. Siku moja Messi na kaka yake Rodrigo wakiwa na baba yao na mama yao walikwenda katika viwanja vya shule kumtazama kaka yake akicheza mpira. Wakati watoto wengine wakicheza mpira kwa pamoja kiwanjani, Messi alikuwa peke yake akicheza mpira yeye na ukuta. Yaani anapiga mpira kisha unadunda ukutani, unamrudia kisha anaupiga tena. Mwalimu wa soka wa shule hiyo, mzee Carlos Macron, akamuona mtoto Messi akicheza kama mkiwa peke yake. Akamfuata na kumuuliza, "Mbona unacheza peke yako?" Messi akamjibu kocha huyo wa shule kuwa watoto wengine wanakataa kucheza naye. Mwalimu Macron akamwambia Messi aingie na kucheza na watoto wengine. Messi alipoingia kiwanjani alionyesha maajabu sana. Mpira ulinasa mguuni kwake kama vile kuna sumaku, na akawa na umahiri wa kukatiza katikati ya maadui bila ya kuporwa mpira. Akawapiga chenga maadui wote mpaka akalifikia goli na kufunga. Na hakubahatisha, kila alipoushika mpira basi mwishowe ilikuwa ni lazima uingie wavuni. Mwalimu Macron akashangaa mno alichokishuhudia. Wakati huo Messi alikuwa ni katoto ka miaka 6 tu. Tena alikuwa na mwili mdogo sana, sababu utotoni Messi alisumbuliwa na utapia mlo na upungufu wa homoni za ukuaji, hivyo kupelekea kudumaa. Yaani Messi alikuwa na matatizo ya kuto kukua. Mwalimu Macron akamchukua Messi na kumuingiza katika kiwanja kingine ambacho huko walikuwa wanacheza watoto ambao kiumri ni wakubwa zaidi kwa Messi. Lakini bado pia Messi akawasumbua hadi watoto hao waliomzidi umri. Akawachapa chenga za maudhi na magoli juu akawafunga. Lakini hiyo ndiyo sababu iliyowafanya watoto wengine wasuse kucheza naye mpira pamoja. Kwa vile walikuwa wanashindwa kuupata mpira ukiwa mguuni kwa Messi, basi wakawa wanalalamika na kumuita mchoyo. Mwalimu Carlos Macron anasimulia kuwa utotoni Messi alipokuwa akicheza mpira na wenzake, basi ni lazima atupie goli 4 au 5 katika kila mechi. Messi ambaye alikuwa anatokea familia ya kimaskini, wazazi wake hawakuwa na uwezo wa kumlipia matibabu ya ugonjwa huo wa kudumaa. Lakini kwa bahati maajabu ya kipaji chake yakafanya hadithi zisambae sana ndani ya Argentina kuwa kuna mtoto mmoja aitwaye Lionel Messi ana uwezo wa kucheza soka, na ana uwezo wa kucheza soka kama vile ameshushwa tu kutoka mbinguni. Technical director, yani mkuu wa benchi la ufundi wa timu ya Barcelona, Carles Rexach, alipokuwa amekwenda Argentina, naye akazisikia hadithi za mtoto wa ajabu Messi, na akafanikiwa kujionea kwa macho yake miujiza ya Messi uwanjani. Bwana Carlos akadhamiria Messi asainiwe kuwa mchezaji wa Barcelona, lakini kukawa na ugumu kidogo, sababu timu za Ulaya kwa kipindi hiko hazikuwa na utamaduni wa kupokea wachezaji kutoka nje, na kwa vile Messi anatokea Amerika ya Kusini katika nchi ya Argentina, basi ikawa ni ngumu pia. Na kwa vile Messi alikuwa na kamwili kadogo sana, sababu ya kudumaa kwake, basi ndio ikazidi kuleta ugumu wa viongozi wa Barcelona kukubali kumsaini Lionel Messi. Lakini Bwana Carlos ambaye alikuwa ndio mkuu wa benchi la ufundi akahakikisha Messi anaingia Barcelona. Bwana Carlos alimwalika baba yake Messi katika mgahawa mmoja, kisha akazungumza naye juu ya matamanio yake ya kumvuta Messi Barcelona. Na kwa vile timu nzima ya Barcelona haikuwa ikimuunga mkono mawazo yake, basi akaamua kuandika mkataba yeye mwenyewe, mkataba binafsi kati yake na Messi wa kumuingiza Barcelona. Tena mkataba wenyewe ungeweza kudhani ni wa kitapeli, kwa maana wakiwa hapo mgahawani na baba yake Messi, huyo mkuu wa benchi la ufundi wa Barcelona Bwana Charles aliomba tishu kwa mhudumu,
Kisha kwenye hiyo tishu ndio akaandika mkataba wa kumvuta Messi Barcelona. Messi akawa mtoto wa miaka 13 tu. Yeye na familia yake nzima wakahamia Barcelona na kuanza maisha mapya ya matumaini. Na kweli Barcelona ikaanza kwa kumlipia Messi matibabu ya ghali ya kupona ugonjwa wake wa kudumaa. Na hiyo ndiyo sababu ya moyo wa Messi una mahaba makubwa mno na Barcelona. Ugonjwa wa kudumaa na kutokukua kwa Messi ilikuwa ni mateso makubwa. Kuna wakati ili autibu ugonjwa huo ilikuwa inamlazimu ajichome sindano mwenyewe katika paja lake kila siku inapofika usiku kabla ya kulala. Lakini kutokea kuwa mtoto dhaifu asiye na afya mpaka kuishia kuitwa mfalme wa soka haikuwa rahisi. Lionel Messi alianza kuupenda mchezo wa soka akiwa na umri wa miaka 5. Bibi yake Bi Celia Oliveira Kokutini ndiye aliyekuwa wa kwanza kumvutia Messi kuupenda mchezo wa soka.